mkutano wa hija kila mwaka kujadili mambo yao ya Kiislamu, Waislamu wangekuwa mbali sana. Lakini leo mkienda Maka mtaambiwa nyie kutoka Tanzania, nyie mtakaa upande ule, nyie kutoka wapi Yemen, nyie upande ule, nyie kutoka China, nyie, na hamruhusiwi kuinteract. Hamruhusiwi kuinteract. Mkienda kuinteract pengine kwenye tawafu ndio mnakwenda mna interact, lakini kila mmoja kawekwa rumwani. Mkienda katika viwanja vya Arafa, khutba itakayotolewa kwanza watu wanakaa wanaihariri ile khutba. Yani sio ishu ya kwanza kuzungumzia habari za Uislamu duniani kwamba jamani Uislamu uko kadha kadha, maendeleo ya Uislamu kadha kadha. Yani khutba ya Arafa isemi hivyo. Khutba ya Arafa watu wanakaa chini wanaihariri. Yani unakuja kuya maneno wewe ambayo pengine hata ya kuvumbua akili wala hayaonyeshi mshikamano kwa katika umma duniani. Yani wanatoa khutba ambao wanayotaka wao, ndio unagewa khutba hiyo. Lakini lau kama Waislamu wangetumia mkusanyiko ule kujadili ajenda zao za Kiislamu, Waislamu wangekuwa wako mbali sana, mbali mno. We compare khutba ya Mtume katika viwanja vya Arafa, compare khutba ya Mtume na compare khutba za leo zinazotolewa katika viwanja vya Arafa. Ile khutba ya Mtume ipitie. Hata leo ukiingia katika Google andika khutba ya Mtume, itakuja na Kiswahili, soma maneno yake, namna Mtume alivyoongea katika viwanja vya Arafa, namna alivyozungumzia Uislamu duniani, kisha angalia khutba za leo katika viwanja vya Arafa. Ndio utagundua kwamba Waislamu hawatumii fursa ya ule mkusanyiko. Leo wafanyabiashara, Mwenyezi Mungu anazungumzia ibada ya hija, liyashhadu manafi'a lahum, kwamba watu waende wakashuhudie manufaa yanayopatikana katika ibada ya hija. Lau kama Waislamu wangetumia mkusanyiko ule, wafanyabiashara wa Kiislamu wakakutana wakajadili mambo yao ya kibiashara na kimaendeleo, Waislamu wangekuwa mbali sana. Lau kama pesa inayopatikana katika ibada ya hija na umra kila mwaka, lau kama wangeamua kuirudisha kufanya maendeleo ya Waislamu duniani, Waislamu wangekuwa mbali sana. Billions of money, billions of dollars zinapatikana katika ibada ya hija. Lakini nani kawahi kuona manufaa inayopatikana katika ibada ya hija ikamrejea yeye kuja huku, Muislamu akanufaika, akajua bwana ule urithi wetu wa Kiislamu, pesa inayopatikana tunufaisha sie zaidi na zaidi. Mwaka juzi nimeona dili ya dola bilioni 198, Saudia anakwenda kununua silaha kwa Marekani. Dola bilioni 198, Saudia anakwenda kununua silaha kwa Marekani. Yani pesa ile ile ya ibada ya hija, pesa ile ile ya umra, ndio ile anakwenda kugawa Marekani, anakwenda kujiimarisha kiuchumi. Pesa ile ile, maana niliwaambia Msaudia yeye ana source of income, yani zile masadiri al-iqtisadia, vile vyanzo vyake vya uchumi ni viwili tu, mafuta na ibada ya hija na umra. Vyanzo vyake ni pesa, yani utajiri wake wote Saudi uko hapo. Lakini mwisho wa siku Marekani naye anapata fungu katika pesa ambayo watu wanakwenda kutekeleza ibada ya hija. Lakini je, Waislamu wananufaika? Lau kama Waislamu ungekuwa lao moja wangenufaika, lakini leo nguvu hiyo iko wapi ya Waislamu? Fardhi kitasudi, divide and rule, wagawe watawale. Myahudi kafanikiwa hapo, na usingizi huo kuwazindua Waislamu ni ngumu kuwazindua katika usingizi. Labda Mwenyezi Mungu mwenyewe aamue kuleta rehema zake ndio Waislamu watakuja kuzinduka, lakini kila mmoja aliyekuwa hapa na dhehebu lake na mtazamo wake. Huu mchezo wa madhehebu umetoka wapi? Yani dhehebu, mtu anaambia dhehebu la Mtume alikuwa dhehebu gani? Mtu anaambia alikuwa Ibadhi, alikuwa Shia, alikuwa Salafi, alikuwa Ahlus-Sunna. Mtume alikuwa dhehebu gani? Abu Bakar alikuwa dhehebu gani? Umar alikuwa dhehebu gani? Uthman alikuwa dhehebu gani? Ali alikuwa dhehebu gani? Umar ibn Abdul Aziz, wengine walikuwa madhehebu gani? Yani tumekuja kutengenezewa mifumo na mazingira ya kufarakanishwa, kila mmoja akajiona ni bora kumshinda mtu mwingine. Leo tumekuwa hatuna nguvu. Imetoka wapi hali? Myahudi kafanikiwa katika eneo hilo. Tukizinduka hapo tutakuwa na nguvu kubwa sana. Tukilemaa hapo, ila kiyama saa Uislamu unakuwa hauwezi kuwa na nguvu. Ndio maana leo wanaweza wakapigwa Waislamu, lakini hakuna anayeweza kutetea. Hakuna anayeweza kutetea. Na mbaya zaidi tupo wengi, lakini tumekuwa hatuna nguvu. Kwa sababu gani? Hatuna imani na ikhlasi ya kweli. Mwenyezi Mungu aliwapa ushindi vita Badri Waislamu wa 313 tu.
Leo tuko ngapi duniani? 313. Mungu anawapa ushindi. Leo tuko billions, mabilioni kwa mabilioni duniani, lakini hatuna nguvu. Hali imekuwa hii. Mbona wale walipata ushindi? Ikhlasi na imani ya kweli katika mioyo yao ndio ikawafanya wale wakawa watu katika watu. Ndio unaona leo Uislamu umesimama kwa sababu walikuwa na imani ya kweli. Leo watu imani hatuna na tumeingia katika mifumo yao. Unajua Myahudi akiwa anapanga mpango wake, hapangi mpango wa siku 5 au 10 mbele. Sio Waislamu ndio tuna mipango ya siku 10 au siku 20 mbele. Lakini Myahudi akipanga mipango yake anapanga mpango wa miaka 200 mbele. Ndio maana mnaona leo Waislamu tukiwa na msikiti hapa tunakuwa na kieneo cha siku ya mita 1000, siku ya mita 2000. Wenzetu wakiwa na mpango wanatoka hapa wanakwenda huko Visiga, Msanga huko, wanachukua eneo ekari 1000 wanachukua. Yaani nyie mnawaza mwaka mmoja mbele, wao wanawaza miaka 200 mbele. Tena wanapowaza kimkakati, wanaweza wakakaa wao wenzetu wakawa wanajua kabisa kwamba ardhi fulani ina madini. Wanakwenda wanawekeza kwenye ardhi, wanachukua ekari 500, ekari 200 wanachukua, inakuwa ni ardhi yao. Pale watapata madini pale, wanajua ardhi fulani na wanakwenda wanachukua. Si mpango huu hatuna. Lakini Myahudi na Wazayuni na hao wenzetu wengine mipango yao inakuwa ni ya mbele zaidi. Sasa unajiuliza Waislamu tumerogwa na nani? Yaani sisi tunaamini kwamba tukiwa na msikiti kama hivi kasema kadogo tumemaliza. Kumbe mabwana, Uislamu bila uchumi hauwezi kwenda. Mtume alipofika Makka, alipofika Madina, cha kwanza ilikuwa ni kuhakikisha watu wanakuwa na umoja. Pili, watu wanakuwa na uchumi. Yaani mkishakuwa na uchumi, rahisi Uislamu kwenda mbele. Unajua mtu akishakuwa fukara, mtu akiwa fukara, akiwa hana uchumi, hata akili yake inakuwa haiwezi kuwa sawa sawa. Yani al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi aliwahi kusema, man lam yaakul bifasihi lam yatakallam min aklihi. Yule ambaye hawezi kula kutokana na uchumi wake, yani mtu ambaye hana uchumi hawezi kuongea kutokana na akili yake. Ukiwa una uchumi, akili yako unakuwa unaongea kutokea tumboni. Yani inakuwa ipo hivyo. Sasa ili mambo yaweze kwenda, Mtume alitengeza uchumi. Na ndio maana unaona Mayahudi wanajiimarisha kwenye uchumi. Wanajua ili tuendeshe mambo yetu lazima tuwe na uchumi mkubwa. Wanainvest katika baadhi ya maeneo mengi duniani. Ndio maana hata katika bidhaa 10 utakazotumia wewe kwa siku, lazima kuna bidhaa moja itakuwa ni ya Mayahudi, lazima. Na wana percent yao ipo. Ukienda kupanda gari, ukienda sheli, na baadhi ya sheli za kwao, lazima utawachangia. Kwa nini? Kwa sababu ya uchumi. Leo Waislamu tumekuwa hatuna uchumi. Bali hata kama tuna uchumi, ule uchumi wenyewe umekuwa hautumiki katika Uislamu. Leo chukua matajiri 10 Tanzania hii, matajiri 10 wenye pesa 10 watakuwa ni Waislamu wote. Top 10 ya matajiri wote ni Waislamu. Lakini ajabu ni kwamba hao Waislamu wenyewe Tanzania wamekuwa hawana hisa, hawana nguvu. Kwa nini? Yaani Myahudi kafanikiwa mpaka kuwatenza nguvu nyinyi. Hata kama mkiwa na uchumi, ule uchumi wenu unakuwa hauna manufaa. Hauna manufaa. Leo mnashangaa Waislamu tujenge hospitali za Kiislamu, wake zetu wanakwenda kushikwa na wanaume ambao sio wanaume zao, wanadhalilishwa. Tujenge hizo hospitali za Kiislamu, mpaka leo ziko wapi? Kwani hatuna matajiri wa kujenga hospitali? Mbona hawajengi? Yaani imefika mahala mpaka tajiri anaogopa fitna, nikijenga pale biashara yangu itayumba, Mayahudi nitakuwa. Yaani imefika mahala kwa kiwango hiko, tumefaraka mpaka matajiri wanaogopa. Tumefikia kwenye kiwango hiko. Leo mfuate tajiri uende na mpango, hasa mpango wa maana umfuate. Bwana kuna mpango 1 2 3 na anaweza kufanya. Anakwambia mpango huo bwana, yani anakwepa hafanyi. Kwa nini? Kwa sababu anajua nikifanya nitakuwa sifanye biashara na Mayahudi. Na yeye anajua ana partnership na Mayahudi kwenye biashara zake. Imefikia kwenye kiwango hiki. Kwa hiyo Waislamu Mayahudi wametugawa. Farq tasud, divide and rule. Lao kama tukiungana, nguvu yetu inakuwa ni moja. Lakini wamefanikiwa hapa. Hiyo principle ya wagawe uwatawale. Na ukitaka kumtawala mtu, hakikisha watu hawaungani. Lao haliwi moja, utamtawala miaka mingi sana. Lakini lao likiwa moja, uwezi. Hata ndugu ukitaka kuwatawala, nenda kawagombanishe. Ndugu wakiungana hivi uwezi. Lakini ukiwagombanisha mtu na ndugu yake, kaka yake, waelewani, unaweza ukawaongoza ukawafanya unavyotaka. Na ndicho kinachotokea katika umma wa Kiislamu leo. Tupo lumwaga, hatuna nguvu. Tuna mali, tuna kila kitu katika dunia,
lakini hatuna izza, sulta, ile nguvu ya Uislamu haipo. Iko wapi? Wamechukua Masayuni, wamechukua Mayahudi. Kwa nini? Wamefanikiwa kukaa juu yetu. Na Mtume alitabiri hiki kitu kwamba itakuja zama Waislamu watakuwa wengi, lakini itakuwa kama povu la bahari vile. Yaani povu la bahari ni jingi, lakini halina faida yoyote, uweze kufuria au kufanya chochote. Ndio hali ilivyo leo tunavyoona. Waislamu ni wengi, lakini hakuna manufaa yote katika umma wa Kiislamu. Leo hapa itokee tu imamu asimame swala ya Ijumaa, atakatutaka milioni. Wallahi kuipata milioni hapa ni issue. Na Waislamu wameswali hapa takriban 1000 na kuna watu matajiri, lakini milioni moja haipatikani. Yaani unajiuliza wingi huu una faida gani katika umma wa Kiislamu? Yaani kuna mentality na mindset tumejengewa Waislamu kiasi ambacho dini yetu tumeiona haina thamani. Leo tumekuwa hivyo, tuna nguvu. Ndio hali tulotengenezewa hii leo. Lakini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaamini nguvu hii itarejea kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na watakaokuja kuirudisha hii nguvu ni wale ambao watakaokuwa na ikhlasi na nia ya kweli, na umma huu utasimama. Na Mwenyezi Mungu hashindwi kuwaleta watu wenye imani ya kweli wakaja kuupambania umma. Mwenyezi Mungu anaweza akatuondosha sisi akawaleta watu ambao wanaweza kuja kuipigania hii dini. Mwenyezi Mungu ana uwezo huo. Na uzuri katika miongoni mwa dalili ya kiyama, hakiwezi kusimama kiyama mpaka Uislamu utawale hii dunia. Kwa hiyo watakuja watu, Mwenyezi Mungu atawaleta watu wenye kuja kuutetea umma, lakini sio sisi. Sisi tumeshindwa. Wazayuni wamekaa juu yetu. Farde tasudi, wagawe watawala. Divide and rule, ndio kinachotokea hata kwa Waarabu. Ndio kinachotokea. Hata wale mnaoona wengine wamewekwa pale, wale ufalme ule wa Saudia, ufalme wa Jordan ule. Unajua hata ule ufalme wa Saudia watu hawajui umetoka wapi. Yaani kuna mtu ukimuuliza unajua ule uliingiaje? Kutoka King Fahd yuko pale. Unajua utawala uliingiaje? Watu wengi hawafahamu. Ni vizuri kufuatilia haya mambo ili mtu uweze kujua. Kuna fitna kubwa inayoendelea. Siku moja nitakuja kueleza katika darasa zijazo fitna iliyoanza tangu enzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tangu ilipoanza wakati huo mpaka leo kuna fitna inaendelea. Kuna fitna baada ya Mtume kufariki tu, fitna iliingia. Kuna fitna iliingia katika umma mpaka leo ile dhambi inaendelea kututafuna sisi. Yaani ilifika mahala masahaba waliuana wao kwa wao. Yaani fitna iliingia, ile fitna mpaka leo ipo. Ilifikia kiwango hiko. Watu waliuana. Ukisoma kwenye historia vita ya Jamal, Buqa'atu Jamal, ukisoma Ghazwat Siffin, yani ukisoma kwenye historia kuna vita masahaba walipigana wao kwa wao. Fitna ilianza kuingia toka wakati huo mpaka leo tumepoteza dira Waislamu. Mpaka leo tumekuwa sio wamoja. Mpaka leo hali imekuwa mbaya. Kwa mfano katika vita ya Jamal Waislamu walikufa takriban 15,000. Masahaba Waislamu wao kwa wao wanapigana 15,000. Soma katika historia vita vya Siffin, Ghazwa Siffin, Waislamu wao kwa 30,000 wao kwa wao wameuana. Hao wanamtaka huyo kiongozi, yani furqa imetokea, fitna mpaka leo Uislamu umekuwa uko lumwage. Yametokea makundi, mara huyu Ibadhi, mara huyu Shia, mara huyu nani, yametokea makundi ya kila aina. Leo Uislamu umekuwa, lakini Mtume hakutuacha hivi. Tena Mtume alituambia kwamba mimi ninakuachieni vitu viwili, inni tarikum fikum athqalaini, na kuachieni vitu viwili hivi, mkishikamana navyo hivi lan tadhillu ba'di, hamtopotea kamwe. Kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume katuambia, katuachia kitabu chake, lakini Mtume katuachia sunna zake. Kitabu cha Allah katuachia na mwenendo wake Mtume, lakini watu walikuacha kitabu cha Allah na mwenendo wa Mtume ikawa lumwage. Mpaka leo Uislamu umefika katika hali hii. Sasa sijui kama hali tunapokwenda itakuwa sawa, lakini tunaamini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hali itakuja kuwa nzuri. Leo nilikuwa nimekusudia, manake hii haikuwa topic yangu, nimejikuta nimeingia tu. Lakini leo hasatan nilikuwa nimekuja kuzungumzia kuhusiana na habari ya roho. Kama tulivyosema katika darasa iliyopita, ilikuwa tuje kuzungumzia habari ya roho na nafsi. Nafsi ni kitu gani na roho ni kitu gani, na kuna tofauti kati ya nafsi na roho. Mwanadamu akilala tunasema anakufa. Kinachokufa ni nini? Kwa hiyo ulama hapa wanasema kuna tofauti kati ya nafsi na roho.
na tunasema anakuwa amekufa, lakini mbona mapigo yake ya moyo na tunamuona anapumua. Kwa ulama wanatuambia kinachotoka hapa kinakuwa ni nafsi. Roho inakuwepo katika mwili, lakini nafsi yake ndio inakuwa inatoka. Sasa roho ya mwanadamu inatokaje? Katika mazingira gani? Ukitaka kumjua mtu